Kujizuia. Kuna mtu akiona chakula hapo hawezi kujizuia. Kuna aina ya fulana ukiwaona ukitembea nao vijana wa baba wanaume, anapokuta kwenye issue tu ya wanawake hawezi kujizuia. Kuna baadhi ya watu ni kwenye eneo la fedha, anapoona fedha tu anaka uwezo kujizuia. Anaweza kufanya tukio lolote anapoona pesa. Yuko tayari kuvunja uaminifu, yuko tayari kuvunja mahusiano yeye na Mungu anapoona fedha. Biblia inasema mtu asizuia nafsi yake ni kama nyumba ambayo haina kuta, ni kama boma lililokosa kuta. Ni kwa nini atavutwa kwenye mabaya kwa dakika yoyote? Haleluya. Hivi vitu vyote vinakuzuia kutembea na Mungu. Biblia inamzungumzia mtu mmoja anaitwa Danieli. Danieli alichukuliwa kwenye ufalme wa Nebukadneza. Alipofika kwenye ule ufalme, aliyekewa posho ya chakula akiwa na watu, chakula kizuri, chakula kinono ambacho anakula mfalme, ndicho alichotakiwa yeye ale. Lakini Danieli akagundua moja kwa moja katika kanuni za kiroho, mahali ambapo unapewa chakula ni mahali ambapo wanaweza kukontrol kiroho. Akajua nitakapoanza kula hapa, huo ufalme wa Nebukadneza utanikontrol, nitashinda kumtangaza Mungu wangu mahali hapa. Biblia yangu akasema mwenyewe kuwa sitatumia chakula chochote nijinajisi mwenyewe, sitojinajisi kwa chakula cha mfalme. Biblia yangu inasema akala mtama, akanenepa na akawa bora kuliko wale waliokuwa wanakula nyama na kila kitu. Je, nafsi yako inaweza kujizuia? Kuna baadhi ya vyakula nimegundua kwenye maisha wengi sana, vifungo vingi ambavyo watu wanafungwa ni kwenye vyakula ambavyo watu wanakula. Shetani anapotaka kuwakamata watu wengi wasitembee, wasipige hatua, anawakamata kwenye vyakula. Anajua naweza nikamwalimu mtu kwenye chakula. Ukiwa hauna nafsi yako ina uwezo kukikataa chakula, ya kuweza kujiweka mbali na chakula na kukataa baadhi ya aina fulani vya vyakula, utajishangaa kuna baadhi ya distractions zote unazikuta kwenye maisha yako. Unakuta kuna baadhi ya watu wanapata pressure, kuna baadhi ya watu wanapata sukari, kuna watu baadhi wanapata matatizo mbalimbali. Unakuja kujikuta nafsi yao haikuweza kujizuia kwenye upande wa chakula, akala kila kitu ambacho kinakuwa mbele yake, na tena anajikuta anajiua mwili wake. Kwa nini? Shetani anajua kabisa nitakapoizuia nafsi ya kwake, nitakapoishika nafsi ya kwake, nitakapoijaza na appetite ya vitu visivyofaa, huyu mtu anaweza kumfuata Mungu tena. Huyu mtu atajifuata namna kawaida, na tena atajikuta anajiua yeye mwenyewe.